Weka utulivu. Chukua daftari na uandike na unifuatilie. Roho Mtakatifu nisaidie kwa ajili ya mafundisho haya yajenge msingi na nguvu kwa watu katika jina la Yesu. Kiongozi wangu, mwenyekiti wa usafi, pole sana. Pole kwa kuumwa. Leo nitakuombea na utapona kabisa. Amen mama. Barikiwe. Jumatano nitaomba viongozi, tutakuwepo kwa ajili ya kwenda kumpokea. Wote wenye magari msiniangushe. Hususan gari ya kiongozi wangu wa mwenyekiti wa usafi. Gari yako itatumika kwa ajili ya kumpokea mgeni. Amen. Andika vizuri: kurudisha nyota ya familia iliyofungwa. Kurudisha nyota ya familia iliyofungwa. Familia ni chanzo ya maisha ya kila mtu hapa duniani. Familia ndio chanzo ya maisha ya kila mtu hapa duniani. Ninapoongelea familia, naongelea baba, naongelea mama. Maana familia ni muunganiko ya mama na baba na watoto wao. Hiyo ndiyo inaitwa familia. Kwa lugha ya kiroho, familia ni ufalme wa Mungu hapa duniani. Familia ni ufalme wa Mungu hapa duniani. Watu wa Mungu, ukiongelea familia, naongelea taasisi. Familia ni taasisi ya kimwili na taasisi ya kiroho. Familia ni taasisi ya kimwili na familia ni taasisi ya kiroho. Na familia bora ni familia ile ambayo imesimama kwa upande wa kiroho. Kwa sababu familia ya kwanza kuwepo duniani ni familia ya Adamu na Eva. Hiyo ndiyo familia ya kwanza kuwepo hapa duniani. Familia ya Adamu na Eva. Na hiyo familia Mungu aliiweka kwa misingi ya kiroho. Mungu hakuiweka hiyo familia kwa misingi ya kimwili. Aliiweka kwa misingi ya kiroho. Na ndio maana familia inatakiwa ijengwe na isimame kwa misingi ya kiroho. Familia ikishindwa kusimama na kuwepo kwenye misingi ya kiroho, inakuwa ni hatari sana, tena sana kwa ajili ya hiyo familia. Familia inatakiwa iwepo kwenye misingi ya kiroho. Na napoongelea familia, kumbuka familia imegawanyika mara mbili, ama mtu yoyote yuko mara mbili katika familia. Mtu yoyote yuko mara mbili katika familia. Namba moja ni familia wewe ulikotokea. Mfano, mimi ninayo familia yangu nilikozaliwa. Ninayo familia yangu nilikozaliwa. Mbili, na mimi pia nina familia yangu ambayo nimeianzisha hapa duniani. Napoongelea familia, ninaigawanya mara mbili. Moja, familia nilikotokea, nilikozaliwa. Mimi ninayo familia ambayo nimezaliwa kwenye familia baba na mama. Mimi pia ninayo familia yangu ambayo nimeianzisha hapa duniani. Tunachofanya ni nini? Naanza kuangalia familia nilikotokea mimi, naangalia msingi wa baba yangu, naangalia msingi wa mama yangu, ninaangalia baba alikuwa wa aina gani, naangalia mama alikuwa wa aina gani. Swala la pili, naangalia katika uzao wetu, uzao wa baba ni uzao wa aina gani? Ni nani ambaye ni nyota katika uzao wa baba? Munisikilize watu wa Mungu sana.
Katika watoto wa baba yangu, nani nyota? Nimejifunza kitu kikubwa sana. Nani nyota? Watoto wote wale, nani nyota? Katika tumbo la mama yangu, nani nyota? Kwa sababu baba alikuwa na wanawake wake watatu, alikuwa na wake watatu. Mama yangu alizaa watoto 8. Naangalia ndani ya tumbo la mama, nani nyota kwenye tumbo la mama? Naangalia uzao wa baba, nani nyota kwenye uzao wa baba yangu? Ninakuja kwenye uzao wangu, mimi pia nina uzao wangu. Naanza kuangalia hivi. Kimsingi iko hivi, baba na mama, eleweni haya mambo juu ya familia. Vitu usivyo vishughulikia we baba, mambo usiyashughulikia we mama, unampa mwanao mzigo wa kuvishughulikia na kuvibeba. Matatizo usiyoyashughulikia ya kifamilia, magumu usiyoyashughulikia ya kifamilia, unambebesha ama unabebesha uzao wako mzigo, unabebesha wanao mzigo wa kushughulikia hayo mambo. Mzazi mzembe, mzazi dhaifu, asiyeshughulikia mambo ya kiroho kwa ajili ya familia yake, umpa mtoto mzigo mzito ili apambane nayo hapa duniani. Kuna maisha ambayo baba yangu hakupigana nayo. Baba alipambana sana kwa ajili ya sisi tule. Baba alipambana sana kwa ajili ya sisi tusome. Baba alipambana sana kwa ajili ya sisi tuvae. Lakini baba hakupambana sana kwa habari ya mambo ya kiroho kwa ajili yetu sisi. Unanisikiliza? Unanisikiliza vizuri? Sikuona baba akipambana kwa ajili ya mambo ya kiroho kwa ajili ya uzao wake. Sikuona mama akipambana kidogo tu mwishoni na akaja akafa. Mwishoni alipobadilika na kumtafuta Mungu na ndio kwa mauti yake. Sikuona akipambana mambo ya kiroho kwa ajili yetu sisi. Lakini alipambana sana kwa ajili ya tule tusome. Alipambana sana kwa ajili ya maisha yetu binafsi. Hakupambana sana kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho. Kwa hiyo mzazi asiyopambana katika hali ya kiroho kwa ajili ya familia yake, anashusha ama anaachia mzigo watoto wa kwake waje wapigane, wapambane. Kwa hiyo tunaona urisi mzuri na njia sahihi ya mzazi anayetakiwa kuitengeneza kwa ajili ya uzao wake ni kupambana, ni kupigana. Hebu niangalie mimi. Ni kupigana, kuyaondoa mambo, kutengeneza njia na kuweka urahisi na wepesi kwa ajili ya watoto wasishindane sana hapa duniani. Kwa hiyo unakuta hata kama bado hujawa na familia yako, elewa kwamba utakuja tu upate familia. Hakuna mtu Mungu alimweka tasa, lazima tu utakuja uweke familia. Kwa hiyo mapambano yako wewe ni kwa ajili ya watoto wako. Kuna vitu unatakiwa uvimalize hapa leo kwa ajili ya familia yako. Pigana navyo leo, vunja madhabahu, kemea sana, shindana sana kwa ajili ya familia yako. Kwa hiyo tunaona familia ni taasisi ya kiroho na ni taasisi ya kimwili. Lazima wazazi wasimame kiroho kwa ajili ya kuisaidia familia. Napoongelea nyota ya familia, kimsingi kila familia huwa ina nyota yake. Kila familia huwa ina nyota yake. Hakuna familia isiyokosa nyota. Na ile nyota ya familia huwa inakaa ndani ya mtoto mmoja. Uwe unamjua ama haumjui, lakini ile nyota ya familia huwa inakaa ndani ya mtoto mmoja. Na ile nyota ya familia ndio nyota ambayo Mungu huiachilia kwa ajili ya yule ambaye ndiye ameibeba awe sababu ya kumulika mwanga na nuru kwa ajili ya wenzie. Ile nyota ya familia
ndiyo njia na ndiyo mwanga ya kumulikia wengine, ili waweze kuona njia, ili waweze kuona mafanikio kiurahisi kwa ajili ya ndugu zake wengine. Sasa wazazi wasipokuwa kiroho, ushindwa kujua, ushindwa kufahamu ni mtoto yupi ambaye ameibeba ile nyota ya familia. Usipojua mtoto aliyebeba ile nyota ya familia, unaweza ukafanya makosa ambayo familia yako ikafa maskini, kizazi hadi kizazi, ukoo wa mzee fulani usifahamike, usijulikane, usibarikiwe na usiwe na baraka hapa duniani, kwa sababu ile nyota ya familia iliyomo juu ya mama fulani, juu ya mtu fulani imefifizwa. Sema amen. Imezimwa, imefunikwa. Mama akuijua, baba akuitambua, baba akuifahamu. Kwa sababu hiyo nyota imezimwa, wengine wote wameshindwa kuchomoza, na hata kama wakichomoza hawachomozi kwa kiwango kinachotakiwa, kwa sababu ile nyota imeshafunikwa, haikuweza kuanzisha nuru ili na wengine waweze kuchomoza. Nisikilize kwa makini sana. Mafanikio yakianza kabla ya yule ambaye ameibeba nyota ya familia, hawa wengine huwa hawaendi ipasavyo, hawatendi kwa kiwango kile kinachotakiwa, hawainuki kwa kiwango kile kinachotakiwa. Wataanza lakini wataishia level fulani, kwa sababu ile nuru na ule mwanga umefunikwa, umefifizwa tayari, ambayo huyu angetakiwa aichomoze haraka, aingarishe ile nyota mapema, ili hawa wengine waione ile nuru, ianze kuamurikia na wao wapenye na kuingia kwenye mafanikio. Sasa hiyo huwa inahitaji hekima na neema ya kiroho sana kwa mama ambaye amewazaa au watoto. Baba kifamilia amebeba nini zaidi? Nisikilize kwa utulivu sana. Baba kifamilia, baba amebeba baraka juu ya watoto. Kifamilia, Mungu amempa baba neema na nguvu ya baraka juu ya uzao. Na ndio maana baraka halisi utaipata kwa baba yako, endapo kama na yeye pia ni mtu wa kiroho. Baraka halisi utaipata kwa mzazi wako ambaye ni baba. Bahati mbaya baba yako asipokuwa mcha Mungu vizuri, anayempenda Mungu vizuri, ni namna ambavyo unaweza ukaikosa ile baraka halisi ya kimungu ndani ya baba yako. Na ndio maana tunatamani familia zote, yani tunamaanisha hivi, asili ya Mungu utamani familia zote duniani ziwe za kiroho, watu wao wameokoka. Ndio asili ya Mungu anavyotamani. Baba amebeba baraka kwa ajili ya uzao. Mama amebeba touch fulani ya utambuzi, ambayo nilifundisha nguvu za mwanamke Jumapili, ya utambuzi na hisia ya kutambua katika uzao wake ile nyota ya familia imekaa wapi. Na hapo tunahitaji mama wa kiroho sana, mtulivu katika maombi, mtulivu katika neno, mwaminifu kwa ajili ya maisha yake ya kiroho, sadaka na zaka, asije akachanganya mtoto mwenye nyota akashindwa kupokea neema nyota yake, akajikuta ikaenda kwa mtu mwingine. Na hile nyota ndiyo ambayo shetani huwa anaishughulikia na anaitafuta. Shetani anapogombana na familia, anapigana na ile nyota ya familia na kuitafuta imekaa ndani ya nani. Nisikilizeni watu wa Mungu. Shetani huwa anaitafuta ile nyota ya familia
imekaa ndani ya mtoto yupi. Na ndio maana kuna watoto kwenye familia hawapendwi hata na ndugu zao. Kuna watoto kwenye familia wanabaguliwa na ndugu zake. Kuna watoto kwenye familia wanaumwa sana. Yaani akiwa bado mdogo anaumwa sana. Misukosuko inamtokea sana. Majanga yanampata sana. Majaribu yanampata sana. Mama, usipokuwa rohoni utampeleka mtoto kwa waganga wa kienyeji. Na ukimpeleka kwa waganga wa kienyeji unaenda kuharibu nyota ya ule mtoto. Nyota ya familia, sio nyota ya mtoto, nyota ya familia. Na ile nyota ya familia ikiharibika, hawa wengine wote wanakuwa katika giza, hawawezi kuona upenyo unaotakiwa. Mtoto kuna watoto wamejificha, ndio waliobeba ile nyota ya familia, lakini wamejificha. Utashangaa matusi ya familia ya baba na mama ni kwa yule mtoto tu. Utashangaa makwazo magumu mengi ni kwa yule mtoto. Usichague nyota iliyo ya familia yako kwa mtoto kwa sababu anakuletea zawadi. Na ndio maana leo nitaombea wamama macho yafunguke sana, uweze kujua nyota ya familia ipo ndani ya nani. Maana huyu ndiye atakuwa nuru na mwanga na mwangazi kwa ajili ya wenzie. Biblia imeandikwa hivi katika Hesabu ile sura ya 24. Hebu fungua Hesabu. Mashetani na mapepo huwa yanajua asili ya familia, na yanajua kila familia imepewa neema hiyo. Na mashetani huwa wanaangalia kwenye hii familia kuna nyota ya aina gani. Kwenye hii familia kuna nyota ya aina gani. Na hiyo nyota imekaa ndani ya nani. Oh Yesu nisaidie hichi kitu mtu aelewe. Hebu inua mikono juu. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Inua mikono miwili juu. Inua mikono miwili juu wote. Naomba utulivu kanisa, watoto watulie. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Sema kwa hali ya moyo, sema kwa hali ya ndani kabisa. Sema Roho Mtakatifu, naomba unisaidie nielewe zaidi. Sema tena Roho Mtakatifu, naomba unisaidie nielewe zaidi. Amen. Hebu niangalieni watu wa Mungu. Nyota ya familia yenu ni nyota ipi? Hebu mgeukie mwenzio, nyota familia yenu ni nyota ipi? Hebu mgeukie muulize swali. Sawa. Wewe mama, nyota ya familia yako ni ipi? Nataka nimaanishe nyota. Labda niongelee nyota. Nyota iko hivi. Kuna watu wana nyota ya familia yao ni nyota ya ualimu. Hii familia ina nyota ya ualimu. Na hiyo nyota ya ualimu ndio mwanga, ndio njia ambayo itakao wainua wa watu ili waende mataifa ya mbali. Hivi mnanisikiliza, niangalieni. Ili waende mataifa ya mbali, ili wapate upenyo, ili waingie hadi ikulu, ni kupitia nyota ya walimu. Hii nyota ya walimu ambayo nimeiacha kwenye hii familia ndio nyota ambayo itakuwa sababu ya kuwamulika watambulike na watu wakubwa. Sasa ile nyota imekaa ndani ya mama fulani, imekaa ndani ya mtoto fulani, imekaa ndani ya mtu fulani. Sasa unashangaa kama imekaa ndani yako wewe, shetani anaanza kupigana na wewe usitimize kusudi la kusoma, ili uweze kufikia malengo ya hiyo nyota ya walimu. Na ndio maana wewe utakuwa mwalimu kwa ajili ya kumulika wengine, watapitia umo wawe sababu ya kwenda mbali. Kwa sababu nyota ya familia yako Mungu aliachilia ni nyota ya walimu, ili iweze kwa sababu ya wengine kupitia hapo walimu wengine itawamulika mpaka udaktari, itawamulika mahali fulani. Tunahitaji special nyota ya familia ni ipi ambayo Mungu ataiangazia iwe sababu ya mafanikio. Kuna familia
Nyota ya familia ni nyota ya ufundi. Watu wa Mungu mnisikilize kwa makini sana. Nyota ya familia ni nyota ya ufundi. Hii familia nimeachilia nyota ya ufundi kwenye hii familia. Sasa hiyo ufundi upo ndani ya nani? Ile nyota ya ufundi utakaa ndani ya nani? Ambaye itakuwa ni sababu ya kumulika. Au wengine si lazima wawe mafundi, lakini watasonga mbele kwa sababu ya hii nyota ya ufundi. Itakapoonekana itasaidia hao wengine kufunguka. Na ndio maana kuna ambaye ni fundi, yeye amebaki na uvigoda, lakini imekuwa sababu ya kusomesha hata ndugu zake, imekuwa sababu ya faraja mama yake, wameinuka. Ni hiyo nyota ya ufundi, na ni ufundi kweli. Akilala na amka ni ufundi, maana hiyo ni nyota ya familia yao. Jesus help me, nisikilize. Nyota ya familia, kuna nyota ya familia ambayo ni nyota ya utumishi wa umma. Kuna nyota ya familia ambayo ni nyota ya utumishi ya uchungaji. Hii familia ina nyota ya uchungaji. Na ndio maana ukifuatilia vizuri, wewe kuwa mchungaji, kuna marehemu babu yako alikuwa mchungaji hata kama hujui. Ukifuatilia vizuri katika familia ya baba yako, kuna mmoja alimtumikia Mungu pale, lakini alisongwa sana akufikia malengo. Ile nyota ikumulika sana, wengine wakufaulu. Ameshuka mpaka wewe haujamulika sana, kwa sababu ile nyota ya familia ya kwanza ilifunikwa. Na ndio maana nimesema wazazi wana nafasi ya kupigana kwa ajili ya watoto wao. Kuna nyota ya familia ambayo ni nyota ya udaktari. Mungu ameweka kwenye familia nyota ya udaktari. Mungu ameweka kwenye familia nyota ya uongozi serikalini. Huyo atakavyomulika ndivyo na hao wengine. Si lazima wawe viongozi wa serikali, lakini ile nyota ya uongozi ambayo imesimama kwa huyu na imemuinua, hao wengine wanapenya kiurahisi. Kabla sijaendelea, naomba nikugeukie, nikuulize, familia yenu ina nyota ipi? Utaona asilimia wa kwanza mpaka wa mwisho hawajui hivi vitu. Haelewi familia yake Mungu ameibariki nyota ipi ya kunywa mapombe. Mgeukie jirani, muulize kwanza tuipate ili tuirudishe. Mwambie, hivi nyota unavyoona kwenye familia yenu kuna nyota gani? Anza kutafakari kwanza mwenyewe. Anza kutafakari, unaona kwenye familia kuna nyota gani? Kuna familia na nyota ya biashara. Ni nyota ya biashara. Nyota ya biashara kwenye familia, yaani ni wafanya biashara balaa, wanapata hela. Ile ni nyota ya familia. Familia ina nyota ipi na imekaa ndani ya nani? Sababu kubwa ni wazazi kutokuwa wa rohoni. Ndio sababu ya yote tufahamu. Ni wazazi kutokuwa rohoni. Baba hayuko tayari rohoni, mama hayuko tayari. Unakuta mama kuja kanisani ni vita, baba kuja kanisani ni vita. Unaweza ukarudi nyuma, acha watoto wako wewe, jiangalie kwenu kuna nyota gani? Familia yenu ni nyota ya nini? Kweli nyota ya familia yetu ni ya uongozi. Babangu alikuwa mwenyekiti, kakangu mwingine akajaribu. Nyota ya familia yetu, ile nyota ikiibiwa unawekewa ulevi. My God, listen. Nyota ya familia yenu ni ipi? Usipoiona wewe, shetani anaiona na anaijua.
na yuko tayari kuibadilisha. Hesabu ile sura ya 24. Hesabu ile sura ya 24. Kila mwenye Biblia afungue. Hesabu 24 na ule mstari wa 17. Biblia imeandikwa hivi: namuona lakini si sasa. Kila mmoja afungue Biblia. Hesabu 24 umefungua. Na ule mstari wa 17 tusome kwa sauti. Namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo. Hebu turudie kusoma 1 2 3 kwa sauti. Namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo, na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, naye atazipiga piga pembe. Enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga piga pembe za Moabu, na kuvunja vunja wana wote wa Ghasia. Tunarudia tena 1 2 3. Namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea kwenye familia gani? Familia ipi itatokea nyota? Si leo, si kesho, lakini naona familia ya Msuya, naona familia ya Daudi, kuna nyota itatokea. Watu wa Mungu mniangalie. Sema amen. Sema amen. Ninaona ijapokuwa si leo wanahangaika, leo wanaishi maisha ya ziki, leo wanaishi maisha ya kuumwa, leo wanakimbia, ni wakimbizi, mara Misri mara wapi, lakini kwa mbali miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, miaka 30 ijayo, kuna nyota itatokea kwenye hiyo familia. Ijapokuwa si leo, lakini kwenye hii familia kuna nyota itatokea. Nyota ipi? Nyota ya urais ipo kwenye familia hiyo. Nyota ipi? Nyota ya ubunge ipo kwenye familia hiyo. Nyota ipi? Nyota ya waziri ipo kwenye familia hiyo. Nyota ipi? Nyota ya mfanyabiashara mkubwa ipo kwenye familia hiyo. Nyota ipi? Nyota ya mke wa waziri ipo kwenye familia. Ijapokuwa si sasa, ila kuna nyota kwenye hiyo familia. Hebu mtu mmoja ongeze makofi zaidi ya jirani yake. Sema tena amen zaidi ya jirani yako, neno hili litembee kwako. Nisikilize kwa makini. Ijapokuwa nani anaona? Si mama, si baba. Kuna mtu anaitwa Balaam ambaye ni mchawi, ndiye anaona, si baba si mama. Balaam anaona, mama ajui kwenye familia yake kuna nyota ya urais itatokea. Kwenye familia yake kuna nyota ya ubunge. Kwenye familia yake kuna nyota ya mfanyabiashara mkubwa. Kwenye familia yake kuna nyota ya daktari. Na muona familia ya Daudi Sospita kuna mbunge. Teka mama rabo sheketerika rabo shanama reni rebo shikate rebo shakapa. Na kuona hebu mpige Bwana Yesu makofi. Daudi, unataka nyota ya ubunge kwenye familia yako? Ubarikiwe mwanangu kwa jina la Yesu. Do you see that? Unaonekana baada ya miaka miwili, sio leo. Anayekuona ni mchawi. Huyu anaitwa Balaam. Balaam aliitwa na Balaki aje awalanie Israeli. Israeli alivyoiona Israeli akatamani ailahani Israeli. Akamwomba Balaam ambaye ana nguvu ya kichawi ya kulahani Israeli.
akatuma watu wamuite Balaki, amuite Balaamu. Huyu Balaamu alikuwa na utaalamu wa kichawi ambaye anaweza kaona hii familia kuna nini, hii familia nini itatokea hapa, hii familia nini itatokea hapa. Nia kubwa ilikuwa ni kuja kuilahani familia ili ile nyota isitokee, iwe familia tupu pole, isiyokuwa na faida na maana yoyote, kwa sababu kuna nyota katika hiyo familia ya Yakobo. Sasa Balaamu na kuomba uje uilahani. Balaamu akamwambia Balaki hivi, nijengee madhabahu 7. Maana kila aliye, hebu fungua, hebu turudi nyuma kidogo. Mpe nani maiki hapa nisomee. Sitaki nisome na muda wangu, nataka niombee watu sana. Sasa sitaki nisome, shika hapo. Sitaki nisome sana. Hebu fungua, hebu rudi nyuma kidogo. Hapa tuko mstari wa ngapi? Hebu soma 23 mstari wa kwanza. Soma 23 mstari wa kwanza. 23 mstari wa kwanza. Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7. Ukaniandalia hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Ishia hapo. Ishachukua hapo. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Unasikia? Balaamu anataka kuilaani familia ya Yakobo kwa sababu ameiona nyota kwenye familia ya Yakobo. Anataka ailahani, ailoge ili nyota isitokee. Lakini kabla haujatoa uchawi lazima madhabahu iwepo. Anamuomba Balaki amjengee madhabahu 7. Hivi unajua madhabahu ilifunga familia yako. Anamuomba amjengee madhabahu 7 na aweke sadaka pale, ili asimame kwenye ile madhabahu alaani familia ya Yakobo, ili ile nyota isitokee, na hata ikitokea aipindishe ile nyota ibadilike iwe shida nyingine pale. Lakini Mungu aliingilia kati kwa sababu ni taifa lake. Mchawi yeyote yule ana uwezo wa kuona familia hii imebeba nyota gani. Sogea. Familia yako wewe, mizimu ya kwenu, wachawi wa mtaa wenu wanajua kwenye familia yako kuna nyota ya aina gani. Wanajua hii watoto wako wana miezi 7, wengine wana miaka 7, wengine wana miaka 12, 13, lakini ndani ya familia kuna nyota ya urahisi. Kumbuka hiyo ni familia inaenda kumtoa Yesu. Wanaonekana leo, lakini namuona leo, si karibu namuona. Nyota itatokea katika Yakobo. Kwenye Yakobo kuna nyota. Katika familia ya Yakobo ninaona nyota itatokea, ijapokuwa si leo, ila nimeona. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Inua mikono dekacha, sema kwa damu ya Yesu napiga upofu kila wachawi, kila roho za kichawi, wachawi wanaimulika familia yangu ili kuizimisha ile nyota. Sema na upofu. Sema tena na upiga upofu. Na upiga upofu wasiimulike na kuitazama nyota ya familia yangu. Nyota ya familia yangu. Sema kila madhabahu iliyojengwa ya kichawi ili kusimama kuisambaratisha ile nyota ya familia yangu, sema na iangushe ile madhabahu, na ilipua ile madhabahu. Sema moto mara moja, mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, mara 6, mara 7. My God. Ninamuona lakini si sasa, ninamtazama lakini si karibu. Nyota itatokea
kwenye familia ya Msuya, kwenye familia ya Mzee Arbogast. Kumbe kuna nyota itatokea kwenye familia yangu. Wachawi wameshaiona, wachawi wameshaimulika tayari. Kumbe kwenye familia yangu kuna nyota itatokea. Familia yangu kuna nyota ya uraisi. Hebu niangalie. Familia yangu kuna nyota ya kitu fulani, wameshaiona. Wakiona si wanaanza kuifuatilia isitokee. Si vita vinaanza, si mapambano yanaanza, si vita vinaanza, familia inaanza kusambaratika. Familia isisimame na Mungu, familia isikae vizuri, baba na mama wagombane, baba na mama waachane, baba na mama wasisimame na Mungu. Kwa nini? Kuna nyota ilionekana kwenye familia yako. Kuna nyota imeonekana. Kinachofuata ni nini? Vita vinaanza kwenye familia. Familia vurugu, we mke na mwanaume, mke na mme, amtulii, amkae, amani haipo, tuachane, vurugu, magonjwa, vita. Kwa nini? Kwenye familia yenu kuna nyota ambayo imeonekana, nyinyi mwijui, lakini ipo. Vita unavyoviona kwenye familia, mapambano unayaona kwenye familia, ni kwa sababu hii familia ina nyota ya aina fulani. Na ubaya wa nyota iko hivi. Ubaya wa nyota, mchawi ana uwezo wa kuhamisha nyota ya familia ikaenda kwenye familia hii. Anaweza kuhamisha nyota hii familia ikaanza kufanya kazi kwenye hii familia. Na ndio maana kuwa mbunge, kuwa rais, huenda kwa waganga, wanamulika nyota ya ubunge ipo kwenye familia ipi, nyota ya urais ipo kwenye familia ipi. Kwenye familia ya Daudi ndio kuna nyota ya ubunge. Baba aombi, mama aombi, awabudu, awasimami kiroho. Hebu tuwaibie nyota yao ya ubunge iende huku, tuwape nyota ya ulevi. Wanaharibu, wanaichukua ile nyota, wanaileta kwenye familia nyingine. Anatokepo rais, anatokepo mbunge, ambaye kwenye hiyo familia hakuna rais pale, hakuna nyota ya mbunge pale, imechukuliwa kwenye familia nyingine. Kwa sababu gani? Uzembe wa wazazi. Ninamuona, lakini si sasa. Nyota itatokea kwenye familia yenu. Hipo familia yenu ina nyota gani? My God. Nisikilizeni. Unapolinda uzao wako katika maombi, katika uaminifu wa kuhudhuria ibada, katika kuomba, unalinda nyota ya familia. Ni vitu usiojua. Unaposimama na Mungu, unaposimama vizuri katika familia yako, unachokifanya, unalinda nyota ya familia isiibiwe. Zaka zako, uaminifu wako wa kuomba, wa kuhudhuria ibada, unailinda nyota ya familia yako isichukuliwe. Watu wanamulika familia ipi, na tena tuko mwezi wa uchaguzi, lazima wamulike familia ipi ambayo ina nyota ya udiwani, familia ipi ambayo ina nyota ya ubunge, ili waje waibe nyota familia yako. Usitembee katika familia ikiwa tupu. Familia ikiwa tupu, ndio maana familia zinaishia mtaloni, hazina CV. Mtoto hajulikani iko wapi, mama hajulikani iko wapi, baba hajulikani iko wapi. Familia hakuna aliyesimama akaisawisha familia, maana ile nyota ndo sababu ya kusimamisha familia. Ikifichwa, ikaibiwa, watoto ni mtaani, huyu huku, huyu kule, huyu huku, hakuna chochote. Familia nyota yao imefifizwa tayari. Am I speaking this? What else I'm talking now? Do you know that inakuhusu wewe? Uko tayari? Natamani mama yako, namtamani baba yako. Anatakiwa fight kwa ajili ya hii. Apambane kwa ajili. Sikilizeni vizuri, mnielewe vizuri. Nyota itatokea kwa Yakobo. Yakobo ni mtoto wa nani? Yakobo ni mtoto wa Isaka. Ndo nyota itatokea kwake. Sikilizeni. Isaka anamuita mwanae wa kwanza, ambaye ni nani? Esau.
anamuita Esau, anamwambia nitengenezee chakula kizuri nile, mawindo yangu nikubariki. Baraka iende kwa Esau. Esau amebeba nyota familia. Unabii unatuambiaje hapa? Kwa Yakobo angebarikiwa Esau, ile nyota familia ingekuwaje? Look me here. Amen. Wanangu tuko rohoni. Unabii tunaona nyota kwa Yakobo. Baba yake na Yakobo, maana wababa wengi kila kitu cha kwao, wazazi wengi utamani kukiacha kwa mzaliwa wa kwanza. Si lazima mzaliwa wa kwanza amebeba nyota ya familia. Nyota ya familia haipo, usiangalie mzaliwa wa kwanza, yuko ambaye ameibeba. Your mistake, makosa yako mama, makosa yako wewe baba, umeona mzaliwa wa kwanza, umesahau aliyebeba nyota ya familia. Umefanya kama jinsi Eva alivyofanya. Eva kabariki Kain ambaye kubeba nyota ya familia, kamwacha nani? Abeli aliyebeba nyota ya familia. Kilichoendelea familia yake ilishia wapi? Hakuna chochote. Lazima uwe na macho ya kiroho baba mama, kwa kujua nyota ya familia imekaa kwa mtoto yupi. Namtafuta mama hapa. Hebu fungua Mwanzo sura 27. Nataka niombe na mtu. Fungua Mwanzo ndio boshaka hapa. Fungua Mwanzo 27. Mwanzo ile sura ya 27, naona nyota itatokea. Naomba nisome Mwanzo 27 na ule mstari wa kwanza. Biblia imeandikwa hivi: ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamuita Esau mwanae mkubwa, akamwambia mwanangu, naye akamuitikia mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, pondo lako na upinde wako, ukaende nyikani, uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Kabla sijafa. Mstari ngapi tunaingia? Naomba tusome Biblia. Weka kichwa chako kwenye Biblia. Ya 5. Na Rebeka akasikia. Mama lazima awe na uwezo wa kusikia sauti ya kiroho. Mama yoyote ambaye nahisi kuchukia mwanamke ambaye haelewi hichi kitu. Mama ambaye mama ambaye sielewa haya, nahisi sijui nifanye nini kwake. Mama anatakiwa, nilisema hivi Jumapili, nilisema mama anahisia. Hivi sikuongea hivi Jumapili? Nilisema Jumapili mama ana nguvu ya hisia, mama ana nguvu ya kuhisi. Mama anaweza kaisi kitu hata kama wewe haujui, akahisi. Mama ana uwezo wa kuhisi kitu na akakihisi, akajua huyu ndiye huyu hivi. Mama Rebeka akasikia, akamwambia. Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanae. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Rebeka akamwambia Yakobo mwanae akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Mstari wa 8. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini, ukanitwalie wana mbuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendayo. Kisha utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Tunaenda mstari wangapi?
11. Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika na mimi ni mtu laini. Labda baba yangu atanipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si mbaraka. 13. Mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu, laana yako na iwe juu yangu. Mama anaweza kuatamia hata maovu ili mtoto tu, ila ni mama ambaye ana senses rohoni, yuko tayari kwa area ibike akini mwanae ile nyota isiende pengine. Natamani umama wa neema hii kama ya Rebeka. Sikiliza vizuri sana. Mama yake akamwambia, laana yako na iwe juu yangu, mwanangu, uisikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee wanambuzi. Akaenda akamwambia, akamletea mamaye. Mamaye akafanya chakula kitamu namna ile aliyoipenda babaye. Kisha Rebeka akatoa mavazi mazuri ya Esau mwanae mkubwa aliyekuwa naye nyumbani, akamvika Yakobo mwanae mdogo, na ngozi za wanambuzi akamvika mikononi na katika ulaini wa shingo yake, naye akampa Yakobo mwanae mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliofanya. Akaja kwa baba yake akasema, baba yangu. Akasema, mimi hapa. Unani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka tafadhali, ukae kitako, ule mawindo yangu, ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanae, imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali, ili nipapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sio. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa. Akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. Wala akumtambua sauti ni ya nani, lakini mwili wake ni wa nani? Wa Esau. Kazi ya nani hiyo? Sauti kazi ya nani? Sema mama wa kiroho, sio mama tu. Sawa? Yani mama isikaa kiroho. Wala ukumtambua, kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake yeye malaika. Basi akambariki, akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Akasema, ndimi. Akasema, niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu, ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu naye akala, kisha akamletea mvinyo akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake. Akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana Mungu, na akupe ya umande wa mbinguni na ya manono ya nchi, na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie, na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani alaniwe, na atakaye kubariki abarikiwe. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndiye wa kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuwinda kwake, naye pia amefanya chakula kitamu. Akamletea babaye, akamwambia baba yake, baba yangu, na ondoke hale mawindo ya mwanaye, ili roho yako inibariki. Isaka babaye akamuuliza, unani wewe? Akasema, mimi ni mwanao Esau mzaliwa wako wa kwanza. Isaka tetemeko kuu sana. Akasema, ni nani basi yule aliyetoa mawindo akaniletea? Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe, nikambariki. Naam, naye atabarikiwa.
Esau aliposikia maneno ya babaye akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Let him cry, but do not allow the star of the family to go to someone who is not belong for it. Acha mtoto alie, acha umie, usiruhusu nyota ya familia ikaenda kwa mtoto ambaye siye yeye anatakiwa kuibeba. Nyota ya familia ya Yakobo ilikuwa nyota itatokea katika Yakobo. Ndio nyota itatokea katika Yakobo. Yakobo amezaliwa kwenye familia ya watoto wawili. Mzaliwa wa kwanza kama Esau alikuwa ni mwindaji. Yakobo alikuwa ni mtoto mtulivu, upenda kukaa miguuni pa mama yake. Mtoto anayekaa nyumbani. Mtoto ambaye anakaa nyumbani. Anajua mambo ya nyumbani. Anajua matatizo ya nyumbani. Esau alikuwa ni mtoto asiyetulia nyumbani. Yuko huku na kule na kule. Akipata mawindo anampelekea baba yake, baba kula, baba anafurahia kile ambacho anapewa na mwanae. Ila mama anaona mtulivu wa nyumbani, anaelea na kulinda familia ni Yakobo. Mama akajua anayeweza kuifanya familia ya mzee Isaka iendelee kuwepo na istawi ni Yakobo. Yakobo ndani yake ndo amebeba nyota ya familia ya mzee Isaka. Na katika Yakobo ndo kuna nyota itakayotokea katika Yakobo. Maana Yakobo alizaa watoto 12. Kuna mtoto anaitwa Dani, ambaye katika Dani, hiyo Dani alitabiriwa kama nyota, fimbo ya ufalme itatokea kwake. Kuna Yusufu ambaye ndiye alikuwa sababu ya kuwabariki. Sasa inafika tu baba anataka kumbariki Esau kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza. Lakini mama wa kiroho, jicho la mama linaona ambaye nyota ya familia inatakiwa kukaa ni kwa Yakobo. Mama naona ni kwa sababu mama huyu alikuwa ni mama ambaye upata utulivu na Mungu, umsikiliza Mungu, ni mwaminifu na Mungu, anaisikia sauti ya Mungu vizuri. Esau alikuwa akiwinda mawindo yake, hana haja ya kutunza. Esau alikuwa anapeleka popote, anauza, anampa baba. Lakini Yakobo alikuwa ananunua hata kwa Esau, anamwambia mama tuweke kibanda hapa cha mbuzi. Mama akajua aliyebeba nyota ya familia ni Yakobo. Na kuja kutafakari kiroho, ingelitokea mama huyu ni mzembe, atulie nyumbani, si mtu wa kusikia sauti, ikatokea Isaka akambariki Esau, na huku unabii unaonekana kwamba nyota ya mzee Isaka itatokea kwa Yakobo. Yakobo ndiyo kuna nyota pale ya familia. Esau angebarikiwa, ina maana ile nyota ya familia ingehamishwa. Sio ingehamishwa, yani ingelikosa mwelekeo. Ingelikosa mwelekeo. Huyu Esau yeye alienda mahali ambapo sio maelekezo ya Mungu, akaoa wanawake ambao sio ambayo inavyotakiwa. Ina maana huyu Yakobo angelikosa ile neema na baraka, ile nyota ingefifia. Esau angelifanya afanyavyo, tusingepata ile nuru ya ufalme. Maana kwenye Yakobo ndio imeenda Yesu akatokea huko. Tusingepata hiyo nuru ya nyota ya ufalme. Tusingepata mtu ambaye angetangulia Misri ili kuokoa Waisraeli. Kwa sababu moja tu,
Huyu baba alikosea, lakini jicho la mama liliona mwenye nyota ni Yakobo. Wewe mama ulioko hapa, katika watoto Mungu aliyokupa, unamuona mwanae yupi ambaye ndiye aliyebeba nyota ya familia? Ni mwanae yupi ambaye anaweza kukusanya wadogo zake? Ni mwanae yupi ambaye anaweza akapambana hata na kusomesha wadogo zake? Asili ya mama wa kiroho anatakiwa fahamu kwa habari ya watoto wake. Ni mtoto yupi ambaye amebeba nyota? Eva ambaye ni mke wa Adamu alifumbwa macho kwa ajili ya laana Mungu aliyemlaani. Akujua aliyebeba nyota ya familia ni nani. Akambariki Kaini, akamsogeza Kaini mbele za Mungu. Abili alimwacha hivi hivi, kwa sababu Abili ndio mbeba nyota na alikosa sauti ya baraka ya mzazi. Adui alimshambulia sana. Mtoto aliyebeba nyota akikosa grace, neema ya mzazi, shetani umshambulia sana. Magonjwa, maradhi, matatizo umpata huyo mtoto, kiasi kwamba unashangaa. Mimi nimezaliwa kwenye familia ya kiroho ya Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima. Hebu niongee storia kidogo. Gwajima alisema hivi, yeye alikaa miaka 6 atembei. Miaka 6 anaumwa, ni mgonjwa, hawezi kutembea. Ndugu zake wanasoma, ndugu zake wanafanya chochote, lakini yeye yupo tu, anaumia, asomi. Shetani aliona aliyebeba nyota ya familia ni Josephat Gwajima, akampiga, akawa ni mgonjwa, anaumwa toka akiwa mdogo, anaumia. Kwa nini aende shule? Anapigwa, anaumia, lakini akaja akafunguliwa, akasimama na Mungu. Yeye kupitia yeye ambaye ni nyota ya familia, ndugu zake wamenufaika. Kuna mwanga amewachilia, ambaye ile nuru imesababisha hata ndugu zake wapenye kiurahisi. Nyota ya familia, mtoto aliyebeba nyota ya familia, misukosuko yake sio midogo, vita vyake huwa ni vingi sana, matatizo yake ni mengi, magonjwa ni mengi. Adui anamfuatilia bado akiwa mdogo. Lazima uwe makini, we kama mama, katika uzao wangu, mtoto wangu yupi ambaye amebeba nyota ya familia? Do you know him? Jaribu kutafakari. Mungu amekupa watoto 2, 3, 4. Ni nani ambaye ni nyota, amebeba hiyo nyota ya familia? Usiangalie mzaliwa wa kwanza, yamkini haiko kwake, yamkini haiko pale. Watoto wa mzee Yese walikuwa 7, wa 8 ndiye alikuwa amebeba nyota ya familia. Amewaita wote majasiri wenye nguvu, lakini aliyebeba nyota ya familia ni Daudi. Yuko porini, anazalilika, afai, lakini ndiye amebeba nyota ya familia. Adui huwa anaangalia familia hii ni familia ambayo ina nyota ya aina fulani na imekaa ndani ya mtoto fulani. Kwa sababu hiyo, piga hii familia, hiyo nyota yake isionekane, na huyo mtoto upata shida sana. Mama, ndiyo unatakiwa umwatamie mtoto wako ambao unaijua huyu ndo amebeba nyota familia. Ndio maana mama yake na Yakobo anamwambia Yakobo hivi, ni heri hiyo lahana mimi niwe nayo, wewe upokee baraka. Kwa sababu mimi nikipata hiyo laana si shida, nyota ya familia yetu iko kwako wewe. Mama ni heri hangaike, ni heri ateseke, ni heri aibike, lakini ailinde nyota ya familia kwa watoto wake. Sijui kama naongea na mama aliyoko hapa, sijui ni wewe ndio naongea na wewe, amba katika kupigwa, katika kuchekwa, katika aibu, katika dharau, auache kupambana kuomba juu watoto wako. Hebu mama inua mikono yako, hebu kila mmoja inua mikono juu. Sema Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu, naomba unisaidie leo
naomba unisaidie leo. Ile nyota ya familia yangu isiibiwe, isichukuliwe, isiharibiwe, isipigwe, isiende tofauti na yule ambaye sio yeye ndiye anatakia kuibeba, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuomba leo unipe macho ya kuona, ya kuangalia, ya kutambua, ya kujua mtoto ambaye amebeba nyota ya familia yangu, ili kuniinua, ili kusaidia wengine, kwa jina la Yesu. Nisikilize, utambulisho wa maisha yako wewe na kuinuka kwenye maisha yako wewe, Mungu ameipa nyota fulani kwenye familia yako. Yuko mtoto aliyeibeba, ndo ikianza kwake, ndo wewe mama utaishi maisha ambayo kutegemea. Wewe baba utaishi maisha ya kifahari, maana ile nyota ya familia, huyu mtoto akifaulu kuipandisha na kuinua, ndo maisha yako yataenda. Lakini mama uelewi, au fungi, au ombi, au toi sadaka juu ya watoto, hauhudhurii ibada, hakuna unachofanya. Wa mama na wa baba, what's wrong with you about your family? Mama unakalia maneno mengi kuliko Mungu. Natamani ni mhoji swali hata mama, una muda gani na Mungu? Shetani ameshamulika, ameona kwenye familia yako kuna nyota ya urahisi. Kwa sababu ameshamulika, we mama una muda na Mungu, hautasikia sauti ya Mungu kwa habari ya uzao wako. Adui ataongea na wewe, utawapeleka watoto kwa waganga, nyota ile itaichukuliwa, itaibiwa. Kuna watoto leo wamehangaika kwa sababu ile nyota ya familia haikufanya kazi kwao. Wewe kuhangaika kwako, nyota ya familia kufanya kazi. Wewe kuwa hivyo, nyota ya familia kufanya kazi. Haikufanya kazi. Asilimia ya familia nyingi, ile nyota ya familia Mungu aliweka pale, haikufanya kazi hata robo. Haikufanya kazi. Unaelewa vizuri? Ile nyota haikufanya kazi. Sasa wewe leo umezaliwa, wewe ni baba, una watoto wako. Why not fight? Ile nyota ifanye kazi kwa uzao wako. Bado ni mzembe kuomba, bado ni mzembe kusimama na Mungu. This is the problems ambayo Mungu aliposaidia Yakobo, alipoipata hiyo neema, akaenda akazaa watoto 12. Angalia Yusufu ametoka kwa Yakobo, ambaye ni sababu ya Israeli kuneemika. Vitu vitatu unatakiwa uvifahamu. Familia yako wewe, Mungu ameweka nyota aina gani? Kuna wasomi kwenye familia yako. Unashangaa hiyo familia iko na wasomi, aliyeishia form 4 ni kale kajukuu katoto ka mwisho, lakini wengine wote form 6 ma degree. Hawakuijua ile nyota, shetani akawapiga. Ni degree, ni mlevi wa ajabu, na ana degree ya kufa mtu. Akianza kunywa pombe anafia huko. Yani mwende mbebe, kaka yenu kule yuko hoi, mnaenda mnamfuata. Lakini ile familia ina nyota. Sasa hii familia ina wasomi unajua, lakini ile nyota yao adui ameififiza, ulevi ukaanza. Unapewa tutali, yani hii familia, huyu baba amezaa watoto, huyu baba amezaa, unajua kuna neema, umezaa watoto karibu hata 12. Lakini katika watoto wote ni walevi, wauni, hawaolewi, hawaoi, mangumi wanakupiga hata wewe mzazi, fujo. Ile nyota ikiibiwa, no potential to the family. Maana ile nyota ndo inaleta mwangaza, nuru kwenye familia, ili ipatika ionekanepo kidogo. Akili nyota ikififizwa, kaibiwa, familia ni mradi mmezaliwa,
lakini hakuna kaupenyo ambako mtaona kwenye familia. Sema kila aliyeiba nyota ya familia na anaitumia mpaka leo, moto umpate uko alipo, moto umteketeze uko aliko. Sema baba mdogo, mama mdogo, uliyeiba nyota ya familia yangu, sema teketea, waka moto, sema fire. Sikilizeni, baba yangu mimi sitaki kutoa mfano wa wazazi yangu mimi. Nataka nitoto wa nani? Unashangaa mko baba mdogo, baba mkunani, baba nani, baba nani, lakini mtoto wa baba mdogo familia yao nyota wale watoto ni nzuri. Baba mdogo ni mshirikina balaa. Wewe umejifanya kuokoka, usimami vizuri. Baba mdogo ana uwezo wa kuchukua nyota ya mkubwa wake, familia yake akaitumia. Watoto wakawa wajinga, wakwake wakaenda. Ile nyota ya familia baba ya kaka yake ndio inafanya kazi. Inafanya kazi kwa uzao wake. Uzao wake inaenda. Familia yenu baba amepigika, mama amepigika, watoto wamepigika, hawaelewi, hawajui kushoto ama kulia, ila watoto wa baba mdogo Marekani, watoto wa nani wamepanya. Imekuwaje? Ukiangalia vizuri nyota yenu nyinyi ya familia yenu ndio anaitumia. Huenda hata baba yako ndio alimsomesha, huenda hata baba yako alihusika kumfadhili, lakini nyota sieleweki hapa. Inua mikono, sema kwa damu ya Yesu. Sema tena kwa damu ya Yesu. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Kila madhabahu iliyojengwa kwenye ulimwengu wa roho ili kushambulia nyota ya familia yangu, ili kuifuatilia nyota ya familia yangu, sema nitaiangusha leo. Sema naiteketeza hiyo nyota, naiteketeza hiyo madhabahu. Sema madhabahu ya yuka, madhabahu teketea. Sema mbauto mara moja, mara mbili, mara tatu. Sema tena, sema moto. Uzio sana mwanao yupi ambaye ana ule moyo wa familia? Can you tell me about mwanao mwenye moyo wa familia? Haijalisha hata kama ni wa miaka miwili, utaona ana moyo wa familia. Who is it? Ni nani? Baba mdogo ndio anaitumia. Mimi nafahamu, najua waligombana, najua nyumbani kwa ajili hiyo. Baba mdogo anaenda, watoto wa kaka mbona kama wote wako vizuri, anaitaka ile nyota ndio yeye watoto wake wahusike. Nyota, usipojua nyota familia yako, wako wanaijua na wanaichukua. Na ndio maana sikilizeni, you never do anything, hautafanya lolote na hautaona upenyo wowote kwa sababu ile nyota ishagatolewa. Ndio maana familia nyingi hakuna mwenye unafuu. Anajitahidi mwenyewe lakini anajitahidi gizani, kwa sababu ile nyota ambayo ingemwangazia apate nuru ishagafifizwa, ishagachukuliwa. Anapambana yeye sana, akipambana sana magonjwa nini, anapambana ile nyota yule ambaye ingetakiwa. Ninamuona lakini si sasa, ninamtazama lakini si karibu. Nyota inatokea katika familia Mzee Morris. When I can look at my family, naangalia watoto wangu, nyota ipi Bwana ameiweka ndani ya nani? Lazima huyo mtoto we must fight ili awe sababu ya nuru. Sema kwa damu ya Yesu. Can I ask you the question? If unavyojiona wewe, nyota yenu ipo kweli? Iko hai? Nyota ipo hai? Nataka tuombe. Unavyojiona kwenye familia yenu, nyota ino ipo? Unafikiri utafaulu nini? Kama haipo, inaanza kutafutwa na kwako kwa ajili ya uzao wako pia. Nini ufanye? Shindana leo ili uzao wako, nyota ya familia yao iwe sababu ya kuwainua. Inua mikono miwili, sema kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, naomba unisaidie leo. Sema tena, Bwana Yesu, nipe uweza, nipe nguvu,
nipe macho ya rohoni, nipe mamlaka leo, nipe nguvu leo. Bwana Yesu, naomba unizingire kama vile Yerusalemu ilivyozungukwa na milima. Naomba familia yangu uizingire leo na moto wa Roho Mtakatifu. Sema, Bwana Yesu, familia yangu uizingire leo na moto wa Roho Mtakatifu. Kila adui anayefuatilia kuichukua ile nyota ya familia yangu, Bwana Yesu, naita moto. Sema, naita moto, naita moto, naita moto, naita moto, naita moto. Sema, moto, naita moto, naita moto, naita moto. Sema, moto. Nisikilize, ijapokuwa si zamu yangu kufanya hivyo, lakini nataka nigusie kidogo hapa, nifanye tu kidogo, kwa sababu Biblia inasema hivi, Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7. Sababu kubwa ailaani familia ya Yakobo ile nyota isitokee. Sijui madhabahu ile laani nyota familia imejengwa wapi, lakini tukituma moto huwa inaendaga, itaanza kupiga ile nyota familia. Utashangaa familia itaanza kuonekana tena, kuna nuru itaonekana tena kwa damu ya Yesu. Hebu naomba usimame. Simama. Tunapoomba, acha ulegevu, acha udhaifu, beba imani. Laiti ningeendelea na maombi haya na mafundisho haya. Hii familia imesoma hii. Kusoma si sababu ya wewe kufanikiwa, watu wa Mungu. Kusoma, sijui nisemeje, kusoma ni kama sehemu ya njia ya wewe kuweza kufanyaje kufanikiwa, lakini si uhakika ya wewe kufanikiwa. Lakini nyota ya familia ina uwezo wa kukufanikisha hata kama hujasoma. Hivi naeleweka? Nyota ya familia ina uwezo wa kukufanikisha hata kama haujasoma. Sasa ukisoma sana katikati ya familia ambayo nyota yake iliibiwa, karangabao, hii sijui imeeleweka hii? Wangapi wamenielewa? Labda nirudie vizuri. Nyota ya familia, adui asipoishambulia, ina uwezo wa kufanikisha watoto wa ile familia hata kama wengine hawakwenda hata darasa la kwanza, hata kama wengine hawakusoma, lakini ukashangaa wakafaulu. Familia iliyo na watoto waliyesoma sana mpaka wakatoboa mpaka sijui wapi, ile nyota familia ikiibiwa, ikifungwa, ikififizwa, hauwezi ukatoboa hata kama umesoma. Nimeeleweka huko? Nimeeleweka? Sasa elewa hivi, kufeli kwako wewe sio kwa sababu hujasoma. Kufeli kwako wewe si kwa sababu wewe hufai. Ni kila kivuli cha familia ambayo nyota yako ya wewe kufaulu haipo. Uende wapi? Na mbaya, uwezi ama familia. Mimi kwanza leo sio mtoto mzee Makwangude. Kwanza leo mimi sio mtoto mzee Makwangude, unajidanganya. Naeleweka? Wewe ni mtoto mzee Makwangude tu, ambaye nyota ya mafanikio familia ishaga chukuliwa. Ukigundua wewe mtoto sasa, ukigundua unasema hapana, lazima
nishindane, lazima niirejeshe kwa sehemu inisaidie mimi pamoja na watoto wangu, familia yangu, na lazima, yani wewe ukigundua lazima sasa useme hapana, I have to fight this. Haiwezekani, lazima mimi kama mtoto nianze kuipambania ili niletee mafanikio. Are you ready to fight? Sisikii watu wako tayari. Are you ready? Si lazima kwenda nchi za nje ndo kufanikiwa. It depend about ile nyota. Ile nyota kama ishagaondoka, hata tukikupeleka Uingereza utakuwa mwokota makopo Uingereza. Kufanikiwa si lazima uende Uingereza, even here tu. Ile nyota ikiwepo utatoboa. Toboa. Inua mikono yako juu. Simama kila mtu mwenye miguu. Labda kama miguu yako imepigwa shock. Rabo shakani rabo. Seketererebo. Sema Roho Mtakatifu. Inua mikono, fumba macho kwa hali ya utulivu. Tafadhali kutoka naomba utulivu. Naomba kila mmoja, na kiongozi usitembee, kaa sehemu yako. Labda ikipita mbele kabisa usimame. Nataka nyinyi wote viongozi mtawekea mikono wote leo. Na kuruhusu nyoka viti vya mbele huko Lambeki. Kuna watu tunapambana kusaidia vitu lakini ile anga ya nyota haipo. Nataka nisaidie hata kabla kongamano halijaanza. Inua mikono yako, tunaomba. Kama wewe ni mvivu wa kuomba, yani omba hivyo hivyo na kiuvivu, usipige miayo hapa. Tunaomba lia, anzia familia yako. Najua wewe ndio nuru ya familia. Kuna watu ndawataja hapa. Nyota familia wewe iko kwako, ilikuwa kwako wewe. Kuna watu Mungu anisaidie, nitakuja nikwambie wewe. Nyota familia iko kwako, kile ushakashambuliwa. Mama akujua, watu hawakujua. Usipendelee mtoto ambaye anakuletea kitu. Kuna ambao ndo wa ajabu. Mtoto anaanza kuiba akiwa mdogo, kumbe ndo amebeba nyota familia. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, niko mbele zako leo. Niko mbele zako leo. Nimesimama leo katika madhabahu hii. Nimesimama leo katika madhabahu hii ya Mungu Yehova. Ya Mungu Yehova. Nikisoma Biblia, Balaam alipotaka kulaani familia ya Yakobo ili nyota isitokee katika Yakobo, alijenga madhabahu 7. Alijenga madhabahu 7 ili asimame kwenye hiyo madhabahu, akachinja na ng'ombe 7 ili tu aweze kuiroga, kuilaani ile nyota ya familia ya mzee Yakobo. Bwana Yesu, nakuomba leo, nipe neema, nipe nguvu, nipe uwezo wa kushindana na kila madhabahu, na kila madhabahu iliyosimama kulaani, kufunga nyota ya familia yangu, nyota ya familia yangu, nyota ya familia yangu. Ailete matokeo, aifanye kazi, ailete mwanga, ailete baraka. Leo ninasimama kwa imani, ninasimama kwa imani. Madhabahu, 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 uliyejengwa kwenye makaburi ya ukoo, uliyejengwa kwenye mitaa, uliyejengwa mapanda njia ili kuharibu nyota ya familia yangu. Leo navaa mamlaka, navaa uweza, navaa nguvu, navaa uweza, navaa nguvu, navaa mamlaka kuteketeza, kuangamiza, kulipua madhabahu,
baba ilibeba majina, majina ya watoto wa familia, na mimi nikiwemo, na kuja ya madhabahu, na ripua ya madhabahu, na yayusha ya madhabahu. Sema fire, fire,